Haya, mwingine ambaye alikuwepo, huyo ameshasema ya kwake Glory. Mwingine ambaye dada yepi naye alikuwepo, huyo mpe maiki hapa tuambie alikuwa amejifunza nini. Au kama kuna cha kuongezea. Tulifundishwa na madam kwamba Sogeza karibu maiki. Cha kwanza, ukiwa kwenye nyumba ya huyo bosi wako, usafi. Usafi. Hapo sasa tunamwongelea mtoto, maana yake unamaanisha usafi wa mtoto. Usafi wa mtoto. Alafu unaangalia na yani umri wa huyo mtoto, kwa sababu kama ni mdogo sio wa kumfokea, nataka uendane na vile anavyohitaji yani mtoto, kwamba unamuelekeza ni kitaratibu. Sio tu umri, mtoto yoyote afokewe. Kumfokea sio njia ya kumfundisha mtoto. Mtoto anafundishwa, mtoto anaelekezwa. Akiwa mkorofi unamwambia mama yake ama unamueleza baba yake kama ndio uko karibu naye, lakini utamwambia kama ni mtoto ambaye kama ni familia ya baba na mama, maana tulishasema unakuwa unawasiliana zaidi na madam, sawa? Kwa hiyo unamuelekeza mtoto, unakuwa unamuelekeza kwa upendo na kwa ustaarabu. Mtoto hajaelewa, unamrekebisha tena. Akikosea kitu unamrekebisha kwa upendo, lakini kama ni mkorofi unaona kabisa anazidi yani vile viwango vya wewe kumuelekeza kwako, unamwambia mama yake kwamba mtoto yuko hivi na hivi na hivi, mama yake ni rahisi zaidi kudeal naye kuliko wewe. Kwa hiyo sio tu kuangalia umri jamani, kwenye masuala ya kumfokea mtoto, kutumia lugha mbaya, lugha ya matusi haturuhusu. Tunaelewana? Na nyinyi wengine mnaofika, haturuhusu mtu kutumia lugha mbaya katika kuwa unamuelekeza mtoto. Mtoto anaelekezwa kwa upendo na kwa upole na kwa ustaarabu na kwa hekima. Ukiona mtoto ni mkorofi sana akusikii moja kwa moja, kaa na mwajiri wako mwambie, mueleze kama mtoto anakuwa mkorofi, hata nikimkataza kufanya baadhi ya vitu anakuwa afanyaje, hanisikii ama anisikilizi. Mama yake anajua namna ya kumuonya na namna ya kumkanya ili kwamba mtoto wake aweze kufanyaje, kufanya vile ambavyo anatakiwa kufanya. Tunaelewana vizuri? Sawa. Kingine mimi mwenyewe naoishi na mimi na yule mtoto. Mimi kama mimi, cha kwanza niwe msafi. Yaani hiyo ndio huduma ya kwanza. Kabla sijamgusa yule mtoto, niwe na kwenye mazingira ya uangalifu, niwe msafi, cha kwanza. Halafu kingine nichukue ushauri zaidi hata kwa mama yake. Maana tena nikifika pale tena sio mjuaji sana. Mama anachosema hivi natii. Nasikiliza, mimi mwanangu nataka hivi na hivi. Kama kuna vya kuongezea au kumshauri kuhusu yule mtoto, inawezekana unaweza ukashauri. Lakini kikubwa ndio usikilize bosi anasema nini mwenye yule mtoto. Hivyo tu nielewe. Tunaelewa Amesema wewe kuwa msafi ni muhimu sana. Yaani tena kama ndio nyumba ina mtoto mdogo ukimshika una jasho zako, una nini, anapata allergy, anapata mafua yasiyoisha. Tunaelewana Kwa hiyo wewe kuwa msafi. Jamani, na tulisisitiza watoto wadogo wanajifunza vitu kutoka kwenye mazingira yanayowazunguka na watu wanaowazunguka. Kwa hiyo wewe ukikaa ni mchafu, mtoto naye baadaye anakuwa comfortable tu kuwa mchafu. Haoni kama ni shida kuwa mchafu. Lakini utakapokuwa msafi, mtoto anaona mbona dada ni msafi kila muda, amechafuka nda kubadilisha, ameenda kuoga, amefanya vile, amenawa mikono, amemaliza kufanyaje, amenawa tena, anakuona mara nyingi baadaye ukiona, ndio maana unaona kuna watoto wanapenda kunanawishi, anang'ania kunao kwa sababu anaona kuna watu hapo wanafanya nini, huwa wananawa mikono. Kwa hiyo mtoto anajifunza kutoka kwenye mazingira na watu wanaomzunguka. Mtoto kichwani kwake hakuna kitu, yani huku duniani kaja ndo anaanza sasa kuvijaza vitu kwa kichwa chake. Kwa hiyo wewe dada una nafasi kubwa sana ya kumsababisha huyu mtoto akajifunza vitu vizuri ama vitu vibaya. Anasema kwamba kumsikiliza mzazi wa mtoto kwenye kila kitu ambacho unakuwa unakifanya. Hiyo ni muhimu sana. Kwa sababu kwa mfano tuna kile kipengele cha kuwafundisha watoto kazi kulingana na umri wao. Sio kama tunawafundisha kazi kama ndio unawafanyisha sasa kazi ngumu. Yaani mtoto tota ile kuona kwamba kuna kitakataka kimedondoka, mwambie okota hicho kaeke pale kwenye dustbin. Haya, toa hicho gari chako ulikuwa unachezea karudishe kwenye sehemu ya kutunza vitu vyako vya kuchezea. Hivyo ni vikazi kuanza kumwajibisha mtoto, kumuonyesha kwamba anapaswa kuwa mwajibikaji na kumtengeneza akiwa kuanzia mdogo. Huyu mtoto hata akiwa mkubwa atakuwa anaona kufanya kazi ni jukumu la kawaida, lakini pia ni kati ya nguzo kubwa ya yeye kama mtu ambaye anajionyesha kwamba ni mwajibikaji, mtu anayejitambua, mtu ambaye yuko responsible, unaona Sasa hivyo vyote vinapaswa yawe ni mazungumzo ambayo yamekwisha kufanyika kati ya wewe. Kumbuka unalipwa ili kufanya hizo kazi. Kati yako na mwajiri wako. Kwa hiyo usiende tu kaanza kumfundisha mtoto wa watu sijui kumfanyaje, kutandika kitanda, sijui kufagia wakati mzazi wake afanyaje hataki. Ni vizuri sana tumesema kwenye mtaala wetu.
ni vizuri mno watoto kuanza kufundishwa kazi ndogo ndogo, zinawajenga kiafya, kiakili, lakini pia kwenye tabia, inawapa ile discipline, kuona kwamba wao wanapaswa kuwa wawajibikaji kwenye haya majukumu ya kawaida. Hata huyu mtu akija kuwa mtu mzima atajua kabisa kwamba uwajibikaji ni moja kati ya jukumu kubwa sana. Inakuja baadaye kutuondolea taifa tegemezi, taifa la vijana ambao wanakuwa ni vijana wahovyo, hawawezi kufanya kazi, wavivu. Hiyo rate inapunguzwa kuanzia utoto, kuanzia udogo anapopata misingi mizuri ya kufundishwa uwajibikaji. Lakini haimaanishi sasa kwamba kwa sababu umepata mafunzo ya kuwafundisha watoto uwajibikaji, utoke hapo ukaanze kufundisha watoto wa watu bila kupata maelekezo kutoka kwa nani? Kwa mzazi. Kwa mzazi wake, kwa mwajiri wako. Tunaelewana? Sawa.